Zahmidi TV. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Amma ba'd, ni siku nyingine tena tunakutana kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala katika darasa yetu ya tajwidi, na leo ni muendelezo wa darasa yetu ya tajwidi. Baada kuwa tumeitazama hukumu ya mim sakin na kuidadavua kwa kiasi ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ametuwezesha, leo tunaingia katika kutazama hukumu ya nuni na mimu zenye shadda, ambapo wanasema an-nun wal mim al-mushaddadatani, manake kujua nuni na mimu zenye shadda. Yani tukikutana na nuni yenye shadda, tukikutana na mimu yenye shadda, je, tunafanyaje? Sasa darasa hili ni fupi sana. Ukikutana na nuni yenye shadda, ukikutana na mimu yenye shadda, basi hapo unatakiwa ulete ghunna. Ndio darasa yetu. Ukikutana na nuni ama mimu yenye shadda, unatakiwa ulete ghunna. Sawa? Na kwa kuwa katika darasa zilizopita tulikuwa tukisema kwamba asili ya mimu na nuni zina ghunna, na ni sahihi, na tumekuja kuona katika darasa la nuni na mimu zenye shadda, tumekuja kuona wujubul ghunna. Tumekuja kuona kuna ulazima wa kuleta nini? Wa kuleta ghunna. Kwa hiyo tunapokutana na nuni ama na mimu yenye shadda, basi moja kwa moja tuiletee ghunna. Na mtu mwingine anaweza kusema ghunna ni kitu gani? Ghunna wenyewe wanaiarifisha ni sautun yakhruju min al-khayshum, ni sauti ambayo inatokea puani, au wengine wakasema ni sautun fihi tarkhim, ni sauti ambayo ina ulaini, maana yake ina mnunguniko katika kutamka kwake. Kwa mfano tukitamka neno imma, huu mnunguniko unaotoka puani, sawa, au hii sauti inayotoka puani ndio inaitwa ghunna. Au innal insan, kwa tulivyosema huu mlio unaotoka puani, huu ndio unaitwa ghunna. Kwa unapokutana na nuni yenye shadda ama na mimu yenye shadda, basi unatakiwa ulete ghunna. Na ghunna kiwango chake kama kinavyofahamika ni haraka mbili. Kwa unapokutana na hizi harufi mbili, basi unatakiwa kuziletea ghunna. Ama faida ya mwisho ambayo tunaweza tukaieleza katika upande wa nuni na mimu zenye shadda, ukisikia herufi yoyote yenye shadda, basi ujue hapo zipo herufi ngapi? Herufi mbili, ambapo ya kwanza inakuwa ni sakin, ya pili inakuwa ni mutaharrik au inakuwa ni imetiwa haraka. Yani ukisikia neno inna, basi ujue katika hii neno inna katika nuni, kwa sababu imetiwa shadda, basi pana herufi ngapi? Pana herufi mbili. Pana nuni ya kwanza yenye sakin, alafu pana nuni ya pili iliyokuwa ni mutaharrik, bimaana imewekewa fatha ima kasra ima dhamma. Kwa katika kulitafuta lile neno katika utamkaji wake, ikachukuliwa ile nuni yenye sakin ikaingizwa katika nuni ambayo imetiwa haraka, sawa. Baada ya kukusanywa na kuwekwa na kufanya herufi moja, tukawa tumezitamka. Baada ya kuzitamka ndio zikaonesha zina nini? Zina shadda na zinatakiwa kuletewa ghunna. Ni katika upande tu wa mimu na nuni, sawa Imma ukikutana na neno jingine ambalo lina shadda, nalo litakuwa na herufi mbili, lakini halitokuwa na hukumu ya ghunna, kwa sababu ghunna ni special kwa ajili ya nuni na mimu, sawa Kwa darasa letu kwa kifupi ndio hivyo. Tumepeana faida ya kwamba herufi inapokuwa na shadda, basi hapo unazungumzia herufi ngapi? Herufi mbili, na namna tulivyozieleza. Ama kwa darasa letu la leo tutatazama tu mifano ya kujua, je, tunasoma vipi? Je, tunazighunia vipi tukikutana na hizi herufi? Kwa mfano wa kwanza wa nuni, minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Usije ukapita tu kusema minal jinnati wan nas, unakuwa umezipunja, hujazipa haki yake. Laqad manna Allah, muona kwenye nuni tunaganda pale kuiletea ghunna, sawa. Innal abrar, sawa Na katika upande wa mim yenye shadda, Muhammadur Rasulullah,
Muhammadur Rasulullah, lazima tuighunie nini katika ile sehemu yenye mim. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Tumeona katika upande wa mimu hivi namna tunavyozisoma, usije ukasoma walaqad hammat bihi wa hamma biha, usije ukasoma pasina kuleta nini, ya kuleta ghunna. Walaqad hammat bihi wa hamma biha, lazima utulizane pale, ulete ghunna yenye kiwango cha makadirio ya haraka mbili. Hii ndiyo darsa yetu fupi kabisa ambayo tumeweza kuiona ya hukumu ya nuni na mimu zenye shadda. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zahmidi TV.